Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 13 Februari mwaka 2026. Tukianzia jimboni Kivu ya Kusini katika wilaya ya Walungu, redio televisheni ya kijamii ya Walungu RTW imeripotiwa kuvamiwa na kushambuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa wahasi wa M23 AFC hiyo jana Alhamisi tarehe 12 Februari majira ya saa 11:30 za jioni. Hiyo ni kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ndani kabisa kutokea maeneo hayo. Kwa mujibu wa mashuhuda wengine waliokuwepo, wanasisitiza ya kwamba waliona wanaume wenye kushikilia silaha wakiingia katika majengo ya kituo hicho cha utangazaji, wakaharibu sehemu ya vifaa vya kiufundi na kuondoka na baadhi ya vifaa hivyo kuelekea kusikojulikana. Kiwango halisi cha uharibifu bado hakijathibitishwa rasmi. Redio hiyo ya RTW ilikuwa na jukumu muhimu katika kusambaza habari za ndani, kuhamasisha jamii na kuimarisha mshikamano wa kijamii katika eneo hilo la Kivu Kusini. Kusimamishwa kwa huduma zake kwa muda kutawanyima wakazi njia muhimu ya mawasiliano, hasa katika kipindi hiki ambacho hali ya usalama bado ni tete. Ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, huo ndo ufuska na uhuni unaotendwa na wahasi hao kila siku iendayo kwa Mungu katika nafasi zote ambazo wanadhibiti katika mashariki mwa DRC, iwe katika pleni ya Ruzizi, iwe Bukavu, iwe Goma na kwengineko. Raia wako wanalia kila siku na kudai kutokuridhishwa na utawala wa wavamizi hao. Kama katika mji wa Goma na Bukavu, wanakuambia ya kwamba depo kubwa zote zenye kuingiza biashara ya premier necessite ni sharti iwe ya kwao. Nikisema ya kwao, yani inamaanisha hiyo duka ama depo inapaswa kuwa ya mtu mmoja ambaye ni mwanamemba wao. Tofauti na hivyo, basi ujitayarishe kulipa tozo na kodi ambazo zingine zinaweza kukukatisha tamaa ya kuendelea kufanya biashara. Alafu watu kama na hawa unakuta eti kuna wakongomani wa damu wa baba na mama ambao wanakwenda upande wao kuwasapoti kwa madai ya kwamba ni wakombozi. Ukiangalia sasa mahafa na ukatili ambao wamefanya mashariki mwa Kongo tangu kuanzisha kwa mapigano, ndipo utagundua kabisa ya kwamba wao ndio watesi wakubwa. Unakuta wanampachika Rais Felix Antoine Tshisekedi ubaya ambao ukichunguza vizuri unakuta ya kwamba sio ubaya, lakini ni uzalendo wake na shauku alionayo rais huyo ya kutumikia nchi na kuiacha mahali pa kuheshimika kote duniani. Ndicho kitu pekee kilichowanyima raha, kwa sababu wanajua ya kwamba umakini na utawala bora vikiwekezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi wao watakosa nafasi ya kufanya ufisadi, wizi wa mali ya umma na kuwaonea maskini wanyonge kwa kuwanyonya hata kile kidogo wakipatacho katika mishemishe zao. Yani wao ni waroho wa madaraka, wachoyo wa utawala, wenye kujali maslahi yao binafsi, kisha tena ni maadui wakubwa wa maendeleo. Waliingia mjini Goma wakituambia ya kwamba wao wanakuja kupindua utawala wa Rais Tshisekedi, wakidai ya kwamba utawala wake ni wa kimagendo, maana siye yeye aliyestahili kuwa rais. Wanadai wao ndio waliomtengeneza na wanajua wapi kwa kumshikia ili asalimu amri na aweke mikono juu alafu ajiuzuru kwenye madaraka. Na mwisho wa siku wanatuita sisi sote wakongomani eti tuwaunge mkono ili tupate kwa pamoja kufanikisha matakwa yao hayo. Yani mpaka watu wanashindwa kuelewa kwa kweli ni kitu gani walichokuja kukifanya hao maadui wa Kongo. Yani kuna watu wanajionaga wana akili nyingi sana, lakini mwisho wa siku ukifanya uchunguzi utagundua wao ndio mapunguani kabisa. Sasa tujiulize swali hapa moja kwa moja, itakuwaje wewe mtu uliyewaibia wakongomani sauti zao kwenye uchaguzi ukashindwa kumtangaza yule waliyemchagua, lakini ukamtangaza ambaye wewe mwenyewe umejitakia, kisha unakuja kwetu eti tukuamini na tukuunge mkono ama tuungane na wewe katika kumuondoa yule ambaye wewe mwenyewe uliona ndiye bora kwa ajili ya tamaa na uroho wako wa madaraka?
Mwisho wa siku nyewe sasa ndo mtaonekana ama mmekuja kuonekana ni wakorofi na wabaya mbele ya macho ya Wakongomani, na kila Mkongomani wa asilia kabisa wa baba na mama ambaye amejitolea kuwasapoti nyie kwa wakati huu, basi atakuwa mmemnunua kwa bei hali, ama atakuwa kabisa hajielewi na yeye, yani atakuwa kabisa na yeye hajielewi. Na kwa namna moja ama nyingine, puchi yenu ya kumweka Tshisekedi kuwa rahisi, mkizani ya kwamba mmewakomesha Wakongomani, kumbe mnajikomesha nyinyi wenyewe, ulikuwa ni mpango tosha utokao kwa Mungu. Yani Mungu mwenyewe ndo aliwezaga kuwachanganya, akawachanganya na kuwavuruga vichwa ili mjione wenye hekima na busara nyingi, alafu mwisho wa siku mje kuonekana watu wa hovyo kabisa. Yani Mungu alionaga hakuna mwingine ambaye anaweza kustahimili na kusimama mbele yenu kuwagombanisha kisiasa, ili basi siku moja Kongo ione mwanga na ipate matumaini ya kuishi maisha bora ya baadaye. Na ndo maana katika yote anayoyafanya Rais Tshisekedi, mnaona Wakongomani wote wako nyuma yake kumsapoti kwa hali na mali, maana wamekuja kugundua ya kwamba Rais Tshisekedi ni chaguo la Mungu kwa ajili ya Kongo mpya yenye amani na kesho nzuri. Na kwenye mliendaga sasa kuharibu kila kitu, mkaja tena na siasa za vita za kutaka kuwagombanisha na kuwatenganisha Wakongomani kwa kuleta wageni wa Nyarwanda wawasaidie kugombana vita. Mnaingiza jeshi la kigeni linajiita M23 ili mje muue Wakongomani na kupora mali zao. Bali zaidi, mpaka mnaanzisha na mipango ama propaganda za kutaka kugawa nchi ya Kongo kwa kuanza kudai eti wilaya ya Ruchuru na Masisi ziliwahi kuwa ardhi za Rwanda hapo awali kabla ya wakoloni, kitu ambacho ni uongo usiosikika, kitu ambacho ni uongo usiosikika wala kukubalika, maana Kongo ilikuwa Kongo na ilianza kuitwa Kongo na ikawekewa mipaka kabla hata ya kuanza kwa masuala ya ukoloni, na nyie hamna nguvu ya kugawa Kongo. Na kama Kongo iliwahi kuchukua ardhi za nchi jirani, mjue pia hamna nguvu ya kuzirudisha zile ardhi mikononi mwenu tena, na haitakuja kutokea hata siku moja. Mlipoona ya kwamba hayo madai yameshindwa, mkaleta kisingizio cha kuteswa na kunyanyaswa kwa jamii yani kwa watu wa jamii ya Kinyamlenge. Hii sasa ndo sitazungumzia, kwa maana naamini ya kwamba hata wao wenyewe Wanyamlenge wakikaa chini vizuri wakiwaza, wao wenyewe wanajisemeaga kimoyomoyo tu, sisi tuko majueza Kagame kabisa. Yani sie Wanyamlenge ni wa marionette kweli kweli wa Kagame kabisa. Najua wao wenyewe wanajua role yao katika mgogoro huu, na hicho kitu kinaweza kuwafanya kesho ama kesho kutwa wakaanza kujichukia na kuanza kukulana meno wao kwa wao. Na hivi sasa yenye wameshavumisha sehemu zote katika ngazi za kimataifa ni FDLR. Kwanza mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, hiyo jana tarehe 12 Februari mwaka huu, hao FDLR katika taarifa rasmi wamesema hawajawahi kuwa tishio kwa nchi yao hiyo ya Rwanda, wakidai kuwa siku zote walitamani kurejea nchini mwao Rwanda, lakini ni serikali ya Kigali ndiyo inayotengeneza visingizio ili iendelee kubaki DRC kwa lengo la kunufaika na madini, kahawa na baadhi ya wanyama. FDLR pia wanasema kuwa wao ni walengwa wa mauaji yanayofanywa na harakati ya kisiasa ya kijeshi ya uhasi wa M23 AFC inayodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda tangu mwaka wa 2021 ama 2021 katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa wahasi hao. Yani ndo kusema ya kwamba madai yoyote katika vurugu wanazoziendesha katika mashariki mwa Kongo ni za uongo na kutengeneza tu ili kutrompe opinion publique internationale, ili wabaki wanafanya ufuska na uporaji wa mali katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 13 Februari mwaka wa 2026. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba na channel yetu ya Kibenge Media, Kibenge TV, ili uzidi kufaidi zaidi, na tukutane kwa majaliwa.